wa bodi ya wadhamini wa klabu ya Simba, jaji mstaafu Thomas Mihayo, mwenyekiti wa klabu na makamu mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi, ndugu yangu Murtaza Mangungu, mwenyekiti mstaafu wa bodi kaka yangu Salim Fayedin, wajumbe wa bodi ya wakurugenzi, viongozi waandamizi wa klabu, wakiwamo viongozi wa kamati ya zabuni waliotufanyia kazi hii nzuri, muona Dr. Muba, makofi kwao. Washindi wetu wa zabuni na wabia wetu wapya, sisi watu wa Simba, washirika wetu wapya ambazo zimeweza kufuzu kwenye nafasi kama sisi ni Senegal na Morocco. Hayo sio mafanikio madogo. Kutoka kama ambavyo ndugu yangu Ahmed ametangulia kusema hapa, kwenye jezi za kushona mpaka huku kwenye kufanya timu 7 zifuzu kwenye mashindano makubwa kabisa yanayoandaliwa na shirikisho la soka barani Afrika CAF. Hii ni safari na aidha kuna mahali pazuri tunaelekea ambapo sisi tunaamini kwamba hatujafika, lakini hatuko ambako tulikuwa huko nyuma. Mchezo huu mchezo wa raha unachangia ukuaji wa soko la ajira na uchumi kwa taifa na kuwa kiunganisho cha Watanzania na kuitangaza nchi yetu kwa wema nje ya mipaka yetu. Huu serikali inafanya jitihada kubwa kushirikiana na mamlaka zinazosimamia mchezo huu, vilabu vya soka na wadau wengine wote wakiwemo wapenzi wa kote duniani ili kufikia malengo ya jumla yanayoweza kufikiwa kupitia mchezo huu kama taifa. Mimi nimeanza kuwa naibu waziri wa Wizara ya Utamaduni, Sanaa na Michezo mwezi mwaka 2023. Bajeti baadaye ilikuwa bilioni 35. Sijui kama mnaelewa. Yaani hela ambayo Simba inaingiza leo kwa kipindi cha miaka 5 ilikuwa hela nyingi kuliko bajeti wetu ya wizara kwa wakati huo. Lakini katika kipindi cha miaka 2 bajeti yetu kwanza ilipanda ikawa bilioni 380 na kitu, na sina lengo la kuireveal sasa hivi kwa sababu hatujaisoma bado. Niwahakikishie bajeti wetu mwaka huu inapanda kuliko ilivyokuwa bajeti wetu ya mwaka jana. Makofi kwa Mama Samia tafadhali. Hii inakuja kwa sababu serikali inatengeneza miundombinu ya michezo ambayo tunayo haja nayo sana kwenye nchi hii. Nazo nchi wakati huu ambapo tunakwenda kuandaa AFCON na CHAN zilikuwa zinasema kama hawako tayari kwa ajili ya kuandaa hiyo AFCON na CHAN, mtupe sisi, kwa sababu wana miundombinu ambayo nchi kama Morocco, ukienda nchi kama Tunisia, wako tayari kwa wakati wowote. Wakiambiwa mnaandaa AFCON mwezi ujao, watu hao wako tayari. Hiyo ni safari ambayo sisi kama nchi tunatakiwa kwenda nayo. Kwa hivyo Mheshimiwa Rais alitupa ridhaa, akatuelekeza na akatuunga mkono kwa kuelekeza fedha zitengwe na zije kwenye wizara yetu ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo kwa sasa ili kuweza kujenga miundombinu mbalimbali ya michezo. Kwa hivyo mimi siku zote naitaja serikali kama mdau namba 1 kwenye shughuli za michezo. Kabla ya taasisi, kabla ya mtu yoyote mwingine binafsi, serikali inawekeza sana kwenye shughuli kwenye miundombinu ya michezo. Tuna lengo la kuhakikisha kwamba tunakuwa na viwanja vizuri vinavyoweza kufanya shughuli za michezo kote nchini, na hili kwa moyo huu na ari ambayo Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan naamini litaweza kufanikiwa. Sisi wasaidizi wake tumepanga kutomwangusha Mheshimiwa Rais. Na viongozi wengi watu wa mpira juana, lakini yeye ndo mtu wa mpira, lakini sio kweli. Mimi mtu wa mpira kama alivyo yeye.
Kuna mahali ananizidi na nakubali, lakini kuna mahali namzidi kwenye baadhi ya maeneo. Nalisema hili kwa tunazoenda kucheza na Al-Masry, Stellenbosch, uwanja wa huko pale uzuia, lakini tuupunguzie wetu kwa sababu shughuli zote tunataka kuzifanya hapo hapo. Kwa hivyo tukiweza kuupunguzia mzigo wa matumizi angalau kwa kiwango cha juu kabisa. Kwa hivyo ni kisasa namna hii. Nasema hapa jinsi ya haki na kuhakikisha kwamba tunapata mzabuni kuleta manufaa. Amini na mpaka mnampata mzabuni huyu, naamini atakwenda kutimia na yale ambayo yalikuwa mioyoni mwenu, ndoto ambazo zilikuwa vichwani vyenu, kwenye vichwa vyenu mtaziona zikitekelezeka. Mchakato huu unakwenda kuweka historia sio tu kwa klabu yetu, lakini unakwenda kuset benchmark katika uendeshaji wa vilabu vya mpira kisasa hapa nchini. Hongereni sana. Nipongeze klabu na mwekezaji mpya kwa kuongeza thamani ya uwekezaji mpaka kwenye miundombinu ya kimkakati kama ambavyo nimetangulia kusema. Historia ya klabu hii na hasa ujenzi wa kiwanja cha timu na kuwa na ofisi za kisasa zaidi, studio ya kisasa ya uzalishaji wa habari, jengo la matibabu, basi la hadhi linaitwa Iliza la mwaka 2025, lakini itoshe kusema ni uwekezaji wa kimkakati uliokuja kwa muda sahihi. Swala la hata rafiki yangu Ahmed anaenda kupata ofisi yake sio swala la kulichukulia kwa wepesi. Makofi kwa kampuni ya JOC. Kama wadau wakubwa tumefurahi wa vilabu vya soka kisha uwekezaji wowote unazingatia thamani ya vilabu vyetu na mchango wake katika soka la Tanzania, Afrika Mashariki, Kati na Afrika kwa ujumla. Ndugu zangu, haya ndio kuyasema. Klabu ya Afrika finali ya na mtaumwa nikitoka hapa bila kusema lolote. Hongereni sana kweli. Jana slogan imehama kutoka hii tunavuka, na sasa slogan ni hatuishii hapa. Naamini uwezo wa timu ni mkubwa, lakini maarifa ya uongozi ambayo mnayo ya kuhakikisha tunashinda mechi ya fainali na uchezwa ya nusu fainali na uchezwa semeni Mungu asikie. Mechi ya nusu fainali na uchezwa Zanzibar ya kwanza tarehe 20 na ile tunavuka na tunaingia na hatimaye kombe hili.